Tuelewesha kuzaliwa mara ya pili. Tusome ndani ya Waroma sura 5 na mstari wa 12 na utavuka Waroma sura ile 5 mstari wa 15. Ndio. Waroma nasema maneno ingine na ingine nasema maneno. Waroma sura 5 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa njia ya mtu mmoja, dhambi iliingia katika dunia. Iliingia ndani ya ulimwengu. Nayo dhambi ikaleta kifo. Ikaleta lufu. Na hivi vile kifo kimefikia watu wote. Kifo imefikia watu wote. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wamefanya dhambi ndani ya ule mtu. Tuende sasa 15 inasema hivi. Ndio. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya zawadi ya Mungu na kosa la Adamu. Tofauti. Kwa maana ikiwa kosa la mtu mmoja lilisababisha kifo cha watu wengi, lilisababisha lufu, inaonyesha zaidi sana kwamba Mungu amezidisha neema yake kwa ajili ya watu wengi na zawadi inayotokana nayo kwa njia ya mtu mmoja, Yesu Kristo. Ina maana gani? Inasema kwa njia ya mtu mmoja kifo imeingia, dhambi imeingia. Sasa kunakuwa mtu wa pili ambayo yeye kulingana na neema kubwa juu yetu, sasa uzima wa milele unaingia. Ni kusema kuzaliwa mara ya pili ni kutoka ndani ya hali ya lufu ya kwanza, sasa unaingia ndani ya uzima wa milele. Yaani kutoka ndani ya kizalikio ya kwanza kupitia ndani ya kizalikio ya uzima wa milele. Hiyo inaonekana ya kwamba huyo mtu amezaliwa mara ya